Habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hiki ni kipindi cha Love Hour. Mimi ni Aibu Amos, lakini nyuma ya kamera utakuwa na Ganji Mashaka. Na hapa pembeni yangu kabisa hapa tuko na bwana harusi mtarajiwa. Ataweza kujitambulisha kwa majina, yeye ni nani? Karibu kwa majina. Asante sana. Kwa jina naitwa Mganyizi Jafet January Kahungu. Nikiwa natokea Kanazi. Nafurahi sana kukutana na watangazaji hawa. Mimi ni bwana harusi mtarajiwa, natarajia kufunga ndoa tarehe 26 mwezi wa 6. Kwa hiyo kwa muda ambao si muda mrefu ndoa itaweza kuwa nzuri kutokana na watu nitakao kuwa nao. Na watu ni pesa na pesa ni watu. Ya mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na huyu anaitwa Mr. Mganyizi ambaye hapo mwezi wa 6 atakuwa na jambo lake ambapo atafunga ndoa. Mr. Mganyizi, tulihitaji kujua utaratibu wa michango upoje kwa mtu anayehitaji kushiriki katika ndoa yako? Utaratibu wa michango iko kama ifuatavyo. Ndugu zangu ni mabibi na mabwana wote, na wakaribisheni katika grupu hili au katika harusi yangu hii ya Mr. Mganyizi January Kahungu ambayo itatokea tarehe 26 mwezi wa 6, na kikao cha mwisho cha tathmini kitakuwa tarehe 31 mwezi wa 5, na wakaribisheni nyote mabibi na mabwana. Kiwango kiko, wanakamati tulipendekeza kuwa kila moja ile sherehe aweze kuihudhuria kwa pamoja, kwa sababu ni sherehe ya mwana wenu, ya mtoto wenu, kijana wenu, ambayo sasa kiwango kilipendekezwa 50,000. Kamati hakifungi mtu, ila nilipenda kila moja awe huru binafsi katika michango hiyo. Katika harusi hiyo kiwango ni 50,000, na michango ya watu wote ni kuanzia double 40,000, single 25,000. Napendeza sana kwa sababu mimi mwenyewe ni mwana wenu, mtoto wenu. Sipendi kila mmoja ahudhurie kwenye 25,000. Napenda kila mmoja ahudhurie kuanzia 50,000 awe mwanakamati, kwa sababu ni kiwango cha kawaida kabisa kwa kila mmoja awe huru. Utaratibu uko hivyo katika wanakamati, na wakaribisheni sana nyote katika harusi hiyo. Huduma itakuwepo ya kutosha na usalama utakuwepo wa kutosha. Tunaona watu wengi katika swala zima la kufunga ndoa bado mitazamo yao iko kwa asilimia ndogo sana. Wewe kipi kimekusukuma hadi kuchukua hatua ya kufunga ndoa ama kukamilisha ndoa hiyo mwezi wa 6 mwaka huu? Ni baada ya kuona kwamba mimi nimeshakuwa mtu mkubwa, na baada ya kuona kwamba tayari nimeshakuwa baba wa familia, na ndoa nzuri ni ile unayoenda kukamilisha ukiwa na mke wako ulianza naye ujanani. Na baada ya kuona nimeanza naye ujanani mpaka tumefika uzeeni wa kuzaa watoto, tayari ameshanijua tabia yangu na mimi nimeshajua tabia yake. Sisi sio vijana, sisi ni watu wakubwa ambao tayari kila mmoja ameshakubaliana na tabia ya mwenzake. Baada ya kuwa tumekubaliana na tabia kila mmoja, nikachukua maamuzi ya kuja kutunuku au kunitunuku tuweze kufunga ndoa au pingu ya maisha. Baada hapo kilichokuja kunihamasisha ili niweze kufunga ndoa na mwenzangu ni baada ya kuona mimi ni Mkristo mzuri sana, muumini mzuri ambaye nasali, itikadi imezingatiwa. Baada ya pale nikiwa sina uongozi katika kanisa langu. Sasa baada ya kuona sasa sina uongozi katika kanisa langu, nikaona mimi ni mtu baki katika kanisa langu ili niweze kujitambua au niweze kuelewana na wenzangu, waumini wenzangu, au kanisa kunitambua kama mimi ni muumini, niweze kukamilisha ndoa ili kuwa na mimi nionekane na mimi ni mtu mkamilifu mbele ya kanisa na mbele za Mungu. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hii ni Love Hour, lakini huyu mwenzangu kama mnavyomuona hapa ni bwana harusi mtarajiwa. Anakuambia yeye ameamua kuchukua maamuzi ya kufunga ndoa. Tunazungumzia katika swala zima la ndoa. Nini wito wako kwa jamii katika swala zima la kudumisha mapenzi na ndoa? Nawaahidi watu wote ambao niko nao waliohudhuria kikao cha kwanza katika kamati yangu. Kikao cha kwanza wamejitoa sana, wamefunga maduka yao, wamewasha magari yao, hususan kutokana na mafuta alivyopanda bei. Lakini watu hawakuangalia mafuta alivyopanda bei, walisema kutokana na Mganyizi tunavyomjua na jinsi anavyojitoa kwa watu na jinsi alivyo kwa watu, alivyomcheshi kwa watu na anavyojitoa kwa watu kuhudumia jamii, nasi tutafunga maduka. Wakachukua magari yao, wakaweka mafuta kutokana na jinsi alivyopanda bei, lakini wakasema yote 9-10 tunayairisha, ila tunaenda kwenye kikao cha Mganyizi. Ni kweli mimi walipofika kwangu nimefurahi
sana kuona wamefika kwangu, na lile ni deni ambalo tayari wameshaniwekesha, na tajitahidi kama walivyojitoa kwangu na mimi niko tayari kujitoa kwao kwa namna ambavyo watakavyokuwa, na mimi wamenipa taarifa ya lile walilonalo kwao, na mimi nitahudhuria kama walivyohudhuria kwangu. Swala zima la harusi ama ndoa, wewe ni miongoni mwa watu ambao wanajichanganya na jamii, yani wanashiriki katika huduma za kijamii, labda nini siri yako katika hili? Mwenye macho haambiwi tazama. Mwenye macho haambiwi tazama ni mtu ambaye amekuwa katika hali ya amekuwa kila mmoja ameshuhudia. Na kwa nini nasema mwenye macho haambiwi tazama? Ni kwa sababu tu jinsi kikao cha kwanza kilivyokuwa wanakamati, naamini kwamba toka nimekuwa au nyinyi toka mmekuwa katika yule ambaye alihudhuria katika kamati ile ya kwanza, ni kikao cha kwanza ambacho kimetisha kuwa na wanakamati kuanzia wanakamati 1000. Kwa hiyo tayari inaonyesha dhahiri kabisa kwamba mimi ni mtu ambaye najitoa kwa watu. Nisingekuwa najitoa kwa watu, tayari ingekuwa ni barua pepe mbaya kwa watu, na ningekuwa natembeza kimemo ambacho kinatembea kwa watu kama ina sifa mbaya au kama sijitoi kwa watu. Ndio maana watu walihudhuria, kwa sababu ni mtu anajitoa kwa watu. Mimi nipende kukushukuru katika swala zima, nikutakie kila la heri, lakini pia leo hii unaenda kuwa tunasema kwamba kwa imani unaenda kuwa bwana harusi, yani unaenda kuingia katika issue ya imani. Leo hii kuna vijana ambao bado sasa mitazamo ya kuoa na kuolewa bado kwao ni mitazamo kwao ambayo haiko sawa. Unawashauri nini vijana ambao na wenyewe wanatarajia kuingia kwenye mchakato wa ndoa au mchakato wa kuoa ama kuolewa katika swala zima la mapenzi na ndoa kiujumla? Nashukuru sana mtangazaji. Mimi kwa kweli na washauri wadogo zangu, kaka zangu au baba zangu ambao hamjafika mipango ya kufunga ndoa na wenzi wenu, mimi na washauri kwanza msomane tabia, muwe pamoja, mshirikiane kwa pamoja, mkae myajenge, ili kwamba usikurupuke kufunga ndoa na mwenzako kabla hujajipanga. Jipange kwanza, alafu ndipo ufunge ndoa ya maisha na mwenzi wako, kwa sababu unapokurupuka kwenda kufunga ndoa na mwenzi wako kabla mjasomana tabia, ni ile mnapofika sehemu alafu ndoa inavunjika kabla ya muda mchache sana, mnabaki kuchekwa tu na jamii. Okay, asante mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hii ni Love Hour. Leo tumebahatika kuzungumza na Mr. Mganyizi ambaye ni bwana harusi mtarajiwa hapo mwezi wa 6. Ulikuwa nami Ayubu Amos, lakini pia nyuma ya kamera upo na Ganji Mashaka. Asante.